Yesu alijaribiwa. Ikiwa leo ni siku ya 4 katika safari yetu ya Kwaresma, Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia aliona njaa. Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 2. Yesu hakuingia jangwani kwa bahati mbaya. Alipelekwa huko na Roho Mtakatifu. Hili linatufundisha jambo muhimu sana. Si kila jaribu linatokana na dhambi. Mengine ni sehemu ya mpango wa Mungu, akitaka kutukomaza kiroho. Akiwa jangwani, Yesu alikutana ana kwa ana na adui, si kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa ajili yetu. Majaribu aliyopitia Yesu yanagusa maisha yetu ya kila siku: tamaa ya mali, kiburi na tamaa ya madaraka. Haya yote ni majaribu yanayomwangusha mwanadamu hata leo. Yesu hakujibu kwa mabishano marefu, bali kwa neno la Mungu, na hapo ndipo nguvu ya ushindi ilipo. Ndugu mpendwa, Mtakatifu Gregori Mkuu anatukumbusha kuwa majaribu si ishara kwamba Mungu ametutupa, bali ni nafasi ya kukua kiroho. Kwaresma inatufundisha kwamba hatutakiwi kukimbia majaribu, bali kuyakabili kwa sala, kufunga na kushikamana na neno la Mungu. Leo Yesu ananialika nijifunze kutoka kwake. Nisipigane kwa nguvu zangu mwenyewe, bali kwa imani na utiifu. Kwa kufanya hivyo, majaribu yatageuka kuwa shule ya ushindi. Ndugu mpendwa, katika tafakari ya leo tujiulize, ni jaribu gani linaloirudia mara kwa mara katika maisha yangu? Je, ninakabiliana nalo kwa neno la Mungu kama Yesu au kwa nguvu zangu pekee? Nikutakie tafakari njema ndugu yangu. Tumsifu Yesu Kristo.